Lakini je, tusubiri miaka miwili ndo tubadilishe pipe au tunafanyaje? Tunashauri kwamba kuwe kuna ukaguzi wa mara kwa mara. Iwapo utagundua kwamba hii pipe either imejikunja vibaya ikaharibika au imeanza kuexpire, basi ubadilishe hii. Kwa hiyo tunashauri baada ya miaka miwili ndio ubadilishe, lakini unaweza ukabadilisha hata kabla kulingana na hali halisi ya hii pipe yako. Vile vile fanya ukaguzi wa mara kwa mara kwenye regulator yako, ili kujua je, ubora ule ulioanza nao ndio huo, kwa sababu hiki ni kifaa ambacho kiko kwenye matumizi. Kama kuna changamoto yoyote utaigundua kwa kuanza kufanya ukaguzi kwenye vifaa hivi nilivyovishika hapa. Utakapogundua gesi imevuja, je, unatakiwa ufanye mambo gani? Moja, usianzishe chanzo chochote cha moto. Fungua madirisha, fungua mlango kuruhusu hewa safi iingie ndani ili iweze kusafisha ile gesi ambayo imevuja. Hatua namba 2, beba huu mtungi, weka nje. Wakala Nishati Vijijini imekuwa ikitekeleza mkakati huo kama sehemu ya wajibu wake, na tarehe 13 Septemba mwaka 2024 iliingia makubaliano na Jeshi la Magereza kwa ajili ya ufungaji wa mifumo kama ilivyoelezwa. Lakini pamoja na hayo bado ilikuwa na haitoshi. Kama tunaweza tukaboresha mifumo na tukaanza kutumia nishati safi ya kupikia kwa magereza zetu, lakini kuna hawa watumishi ambao pia ni sehemu ya magereza yao. Ilimpendeza champion wa nishati safi ya kupikia Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba na watumishi nao pia wawe ni sehemu ya wanufaika wa zoezi hilo. Hivyo leo tunachokwenda kuifanya ni kutekeleza ndoto hiyo na maelekezo hayo ya Mheshimiwa Rais. Sasa tunashukuru leo kuja kutuboreshea matumizi ya nishati safi, na naahidi hii nishati chafu ndani ya magereza mkoa wa Simiyu mwisho wake uliisha toka tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka jana. Uharibifu wa mazingira au kutumia jua kuni unaendana na kuchafua ile hali ya hewa. Sasa kama hali ya hewa itakuwa ni nzuri, magonjwa mbalimbali kama ya kifua yatapungua.